matumaini yangu kwamba Mungu amekulinda na amekuongoza na umekuwa na siku ya baraka, na mimi nashukuru Mungu kusikia zaidi kwa sababu amekuwa mwema kwangu pia. Nimekuwa na wiki ya baraka na leo ni siku ya Jumapili, na ukaribisha tena tukawe pamoja katika kipindi cha leo, tukaweza kuinuliwa, tukaweza kubarikiwa pamoja, na pale mwisho wa kipindi tutaenda kuomba na wewe na Mungu atakubariki na atakutendea mema. Kama kawaida yetu tunaanza na maombi. Kwa hivyo nataka nikaombe nifungue kipindi cha leo pote ulipo, na Mungu akubariki na akutendee mema. Ili mtakuwa na siku ya baraka na itabarikiwa zaidi na zaidi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya mtazamaji wangu Baba, namwombea neema na kibali chako kionekane, ukamwinue na ukampe amani yako. Baba, naomba ushindi, naomba neema, mpe amani, ukampe kibali chako. Asali kwa popote alipo, mwinue na ukampe amani, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo Mungu akubariki na akutendee mema. Na leo nataka tuzungumzie baraka inayopatikana baada ya kutoa fasting, ama baada ya, kama vile wengi mmerequest nimelete haya mahubiri ya leo, baraka unaopokea baada ya kutoa fasting. Sababu tulisema fasting ni watumishi wa Mungu, na unapotoa fasting ama wazaliwa wa kwanza huwa wana baraka, na ndiye Mungu akasema hivi, wazaliwa wote wa kwanza watakuwa wangu, wa binadamu na mnyama, mtakapofika nchi ya Kanaani. Maana yake wakitoka Misri wazaliwa wa kwanza waliuawa. Kwa hivyo leo nataka tuangalie baraka inayopatikana kwa nyumba ambaye wamelete firstborn kwa Mungu. Ukianza na nyumba ya Ana, nyumba ya Abraham walitoa firstborn, na zile nyumba walitoa firstborn walibarikiwa zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Kwa hivyo firstborn tukitoka Misri waliangamizwa, na kwa sababu waliangamizwa ni vizuri turudie maandiko ya leo tuweze kuangalia zile baraka ambao Mungu ameahidi katika maandiko yake matakatifu, na Mungu atakubariki na atakutendea mema. Amen, amen, amen. Kitabu cha Kutoka Kitabu cha Kutoka 13 mstari wa kwanza. Bwana akasema na Musa akamwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wanyama, huyo ni wangu. Musa akawaambia watu, kumbukeni siku hii uliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, kwa kuwa Bwana aliwatoa mahala hapa kwa nguvu zake, kwa nguvu za mkono wake, na usiliwe mkate uliyechajwa. Nyinyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanaani na Muiti na Muamori na Muivi na Mwebuzi, nchi hiyo aliyowaapia baba zako ya kwamba atakupa wewe, ni nchi imiminikao maziwa na asali. Ndipo mtakapoushika utumishi huu katika mwezi huu. Tufike hapo mtazamaji wangu. Kwa hivyo tunazungumzia habari ya firstborn. Bwana akaambia Musa, Bwana akaambia Musa, waambie Waisraeli watakapofika nchi ya Kanaani watakumbuka kutenga mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza wa mnyama, mzaliwa wa kwanza wa binadamu atakuwa wa Mungu. Na hii ndio Mungu aliambia Musa, hii ndio itaweka utumishi wa Mungu, kwa sababu Bwana akiona mzaliwa wa kwanza atakumbuka walikuwa katika nchi ya Misri, mtazamaji. Kwa hivyo firstborn wote huwa amebeba baraka za Mungu, na boma zetu mnaona zijabarikiwa ni kwa sababu hawajatenga firstborn wakampeleka kwa madhabahu ya Mungu. Baada ya kufikisha firstborn kwa madhabahu ya Mungu, kuna baraka za Mungu zinaachiliwa kwa ile madhabahu. Maana hata Yesu alipozaliwa alipelekwa pale hekaluni, na kama ilivyokuwa desturi ya Musa, kila mtoto aliyezaliwa wa kwanza atakuwa mtakatifu wa Bwana. Kwa hivyo boma nyingi baraka zimejifunga kwa sababu walipooana
wakapatana wakafunga ndoa, firstborn hawakupeleka katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo ile nyumba ina baraka, ile nyumba ina baraka ya Mungu, kwa sababu anasema mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe, wa mbuzi, wa kuku, kila mzaliwa wa kwanza atakuwa mtakatifu wa Bwana. Ndio maana unaona tunakuja kanisani kuja kuomba Mungu baraka, lakini tukiomba Mungu naye anatuambia ninawadai. Tunaitisha Mungu baraka na yeye anatuambia ninawadai. Kwa sababu gani? Kwa ukoo wenu wote hakuna kizazi kishawahi toa firstborn, kwa sababu hiyo ni amri ya Mungu. Mtazamaji pote ulipo, hiyo ni amri ya Bwana. Kwa hivyo mtazamaji, amri ya Bwana ni watu walete wazaliwa wa kwanza. Wakati ulishikana na bwana yako na mke wako, mtoto wa kwanza anakuanga wa Mungu. Soma maandiko vizuri mtazamaji, tusome maandiko vizuri. Amri hii Bwana akaambia Musa, mutaitunza kuifanya ili mbarikiwe ile nchi ambayo munaingia kuimiliki. Kwa nini watu hawana baraka? Hawakulete firstborn kwa madhabahu, hawakulete. Exodus 13 verse 1 inasema utanitengea mimi wazaliwa wa kwanza. Kwa nini wanakuja kanisani na hawajabarikiwa? Kwa sababu hawajapatia Mungu nafasi yake. Okay, tuingie kwa baraka sasa. Utakapotoa firstborn wako, hiyo boma itabarikiwa. Wakati Hana alipata mtoto na akasema nitamlete katika nyumba ya Bwana, hiyo nyumba ya Hana ilibarikiwa. Eli alimwambia Mungu abariki na Hana akabarikiwa. Wakati Abrahamu alilete mtoto, Bwana alimwambiaje? Kwa hakika uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari. Kwa sababu gani? Amelete the firstborn. Firstborn ndiye amekufungia baraka. Firstborn ndiye amefanya usipate kazi. Firstborn ndiye amefanya usipate ndoa. Firstborn ndiye amefanya usiinuliwe, mtazamaji wangu. Kwa sababu ni amri kutoka kwa Bwana. Kila nyumba iliyetoa firstborn, waangalie leo, baraka za Mungu zipo. Kitu kingine firstborn anafanya ni gani? Firstborn analete security kwa boma. Firstborn atalete security kwa Bwana. Namna gani? Bwana atalinda ile boma ambayo ilitoa mtoto amtumikie Bwana. Kwa hivyo ulinzi utakuwa. Ni kwa nini wachawi wanapata mlango? Kwa sababu firstborn hakutolewa. Mchawi ataangalia firstborn wa pale apate access yaingie. Mtazamaji wangu, kama Mungu atabariki firstborn, ama kama Mungu atalete baraka kwa firstborn, ni kumaanisha mtazamaji wangu, mchawi pia anaweza pata mlango kwa firstborn, aingie pale na aanze kunyanyasa ile boma. Aanze kunyanyasa. Hebu tujiulize hivi mtazamaji, umeokoka, mimi nimeokoka, mchawi anapata mlango wapi? Umeokoka, mimi nimeokoka, mchawi anapata mlango wapi? Umebatizwa, nimebatizwa, umepakwa mafuta. Ni kwa sababu Mungu aliambia Musa, baada ya kutoka katika nyumba ya utumwa na kuingia katika nchi ya Kanaani, wazaliwa wote wa kwanza watakuwa wa Mungu, wa binadamu na wanyama. Hata mbuzi wako wa kwanza usikule. Kuku wako akitoa vifaranga, huo uzao wote pelekea mchungaji. Usikojee mwewe akuchukue. Hiyo ndiyo amri ya Bwana. Mbuzi wa kwanza waje kupeleka maziwa. Maziwa huwa maziwa izaliwi. Waje kuleta maziwa kanisani wewe. Ng'ombe izai maziwa. Ng'ombe inazaa dama. Ng'ombe, tuongee kweli mtazamaji. Ng'ombe inazaa dama. Kuku inazaa kuku wenzake nini? Inatoa vifaranga kwa mayai. Huo uzao wa kwanza mpelekee Bwana kanisani, ili upate ile roho. Kwa nini? Bwana aliangamiza kila kitu chote cha kwanza wakitoka Misri. Ni kwa nini boma hazina baraka? Kwa sababu tuko na kasi ile ya Bwana ambaye alimwaga nchi ya Misri tulipokuwa Waisraeli wanatoka nchi ya Misri. Kwa hivyo laana ndio unaona kuku inakuwa na inaua vifaranga wote. Mbuzi inazaa wanakufa wote. Ng'ombe inazaa wanakufa. Kwa sababu gani? Ile roho ya kifo ya Misri ijatolewa. Tazamaji, kutoa hiyo kifo si kutoa sadaka, hapana. Angalia vifaranga, pelekea mchungaji kanisani. Angalia mbuzi, pelekea mchungaji kanisani. Angalia ng'ombe, hiyo ndiyo maana ya firstborn, pelekea mchungaji kanisani. Sasa umeondoa hiyo kasi ya Mungu. Otherwise mtazamaji, ile kazi inatuua sasa hivi ni ya Mungu hata si ya shetani, kwa sababu kila kiumbe cha kwanza Misri kiliangamizwa.
Ng'ombe wa kwanza, kila kitu cha kwanza kiliangamizwa. Kila mzaliwa wa kwanza aliangamizwa. Hebu tuangalie Exodus 12. Exodus 12, mtazamaji wangu. Na Mungu akubariki sana. Anasema nitapita Misri. Exodus 12 verse 29. Kutoka 12:29. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya ufungwa, na mzaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote wa Misri, na wa Misri wote. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na wa Misri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asipokufa mtu. Tufike hapo tu. Kwa hivyo Bwana aliachilia hii kazi kwa nchi ya Misri, mtazamaji. Kwa hivyo unapofanikiwa baada ya kubarikiwa, angalia maandiko, utaenda upate zizi ilisha. Zizi la ng'ombe iliisha kwa sababu hiyo ng'ombe umetoa sokoni. Kule pia umenunua, hawakutoa firstborn. Pia hiyo mbuzi umetoa sokoni. Kule wamekuuzia, hawakutoa firstborn. Hasa ni laana utalete. Na unajua hiyo ng'ombe inategemea imeuzwa boma ngapi. Kama ni boma 6, yako ikiwa ya 7, zile kasi zote zitaandamana nazo. Pia mnaona natoa ng'ombe sokoni, bana ilete maziwa, shida inaingia ama inakufa. Kwa sababu gani? Ama zinakuwa nzuri lakini huwezi kalima shamba. Ukiweka kwa shamba ilime inaanza kuanguka. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna laana inakula hizi boma. Hata ndivyo ilivyo kwa kuku, kwa mbuzi na kila kitu liche nacho. Kwa sababu Misri wanyama, hata kila mnyama yote aliondoka Misri. Waliondoka wote Misri. Mnyama mzaliwa wa kwanza wote waliondoka nje ya Misri. Kwa hivyo tuelewe leo, kuna kasi ya Mungu imekalia kanisa. Kutokuleta mzaliwa wa kwanza, kutokutoa mzaliwa wa kwanza. Wakati mlioana mkapata mtoto wa kwanza akaondoka, mkapata wa pili, mlienda kufanya ibada. Okay, mtazamaji wangu, kile kiliondoa mzaliwa wa kwanza ni nini? Na unajua hiyo roho hakuna mahali imeenda, itafuata hii familia. Kwa sababu alikuwa firstborn. Ni roho gani ilimuingia aondoke? Kwa sababu Bwana aliondoa mafirstborn wote katika nchi ya Misri. Akaambia Musa, mtakapoingia nchi ya Kanaani, angalia wale wazaliwa watakaozaliwa pale wakiwa wa kwanza watakuwa watumishi wangu. Otherwise, wewe umekatalia na mtumishi wa Mungu, wewe unakataa na mtumishi wa Mungu. Ndio maana Mungu anakataa kusikia maombi yako. Huyo mzaliwa wa kwanza mpeleke katika nyumba ya Bwana. Huyo ni mtumishi wa Mungu, ili mlango wa familia yako hapa duniani Mungu aufungue. Kwa sababu Mungu anaweza fungua mlango wa familia yako hapa duniani kama utalete firstborn katika nyumba ya Bwana. Mlango wako utafunguliwa, na wale wengine hawatakataa shule, hawatasoma, wakose kusaidika na masomo, kwa sababu ulinyima Mungu firstborn. Ndio maana mnakuja kudai Mungu, naye Mungu anasema ninawadai firstborn, hakujanipea. Kwa hivyo sasa hapa tufanye nini? Utaniambia wako ni mkubwa, si umtolee sadaka, si utavute kile kimeandikwa. Na sadaka si vile tunafikiria, mtazamaji. Hebu tuongeeni kweli. Wakati Yesu alipelekwa pale hekaluni, wakati Samueli alipelekwa, ni sadaka gani ilipelekwa pale? Tuongeeni kweli, tuache kudanganyana. Nani alikwambia sadaka hizi zaidi zinafungua firstborn? Nani alikwambia pia sikatai? Nani alikwambia pesa za Mungu zinavunja madhabahu? Mungu aliambiaje Gideoni? Chukua ng'ombe wa baba yako wa miaka 7, kitu kilicho na damu, ukaangushe madhabahu ya Baali. Sizungumzi madhabahu, tunaongea tu. Sikatai, tunatoa sadaka tu zinakubaliwa. Lakini kuna mahali sikatai, pesa za Mungu zinafanya kazi.
zinakubaliwa sadaka, it's okay. Lakini kuna heri itafika kulingana na maandiko. Tuende kwa maandiko, tutimize vile maandiko inasema. Kama ni ng'ombe tupeleke ng'ombe, kama ni mbuzi tupeleke mbuzi, kama ni kuku tupeleke kuku. Mnyama aliambiaje Abrahamu? Akauliza Mungu, nitajuaje nitabarikiwa? Akamwambia ni hivyo nipatie dama wa miaka 3, mbuzi mke miaka 3, na kondoo dume miaka 3, na hua na mwanajiwa. Akampatia hao wote. Madhabahu inasema nini? Inasema nini? Unajua saa zingine kuna njaa. Tuangalie madhabahu. Saa zingine njaa inasumbua watu. Na saa zingine njaa inasumbua wahubiri. Na Mungu anisamea kwa hiyo. Njaa inatusumbua. Hasa nitakwambiaje tu masala na sikujui? Angalia maandiko vile nasema. Unapigana, niturudi kwa point yetu ya leo. Firstborn ndiye anaweza fungua mlango kwa nyumba yako. Otherwise uko na kazi. Mzee ana kazi. Mzee akipata kazi, Mungu anakosa kazi. Hiyo ni kazi ya Mungu inawakula. Maanake inasemekana wakati wazaliwa wa kwanza watafika pale, hiyo nyumba itabarikiwa. Ndio naona mtazamaji, zile nyumba zote zimetoa wahubiri, mapadri, masista, watu wa kila aina. Enda kwa hizo nyumba uniambie kama hajabarikiwa. Enda kwa hizo nyumba. Uko wote uliotoa watu watumikie Mungu pale kanisani, wacha firstborn pale kanisani. Enda kwa hizo nyumba, utapata ziko na ulinzi. Mungu alipatia hizo nyumba protection. Kwa sababu gani? Walitoa mtoto wa kwanza awe ni mtumishi wa Mungu. Otherwise ni vile hujawahi jua huyo firstborn wako ni mtumishi wa Mungu. Ako na huduma ya Mungu ndani yako. Wakati unasikia kila Mungu ako na huduma kwa kila boma, huyo firstborn wako ako na huduma ya Mungu ndani yako. Ni vile hujajua, na ni vile umemdharau. Ni vile unaona afai, ni vile unamwangalia unaona ni kama takataka. Kama utaheshimu madhabahu ile Mungu amekupa ya firstborn, naye Mungu ataheshimu ile kazi utaifanya. Mtumishi wa Mungu pote ulipo. Kwa hivyo Mungu akubariki. Tumeona laana ya leo. Mzaliwa wa kwanza kwa wapi? Kuna watu wako pale wanauliza hivi, na kama nilitoa mzaliwa wa kwanza na wa pili na wa tatu, hiyo ni kesi ya Mungu. Hiyo ni kesi. Na hapo ndio inafikanga pahali sasa na kutuma kwa mhubiri, na kutuma kwa pastor wako, yule kuhani wako. Muende mkae chini ili muongee. Kile Mungu atasema mfanye hivyo. Ili yule mtoto atakuwa, tuone kama Mungu atamkubalia. Kama sisema atamkubalia, kama otherwise anaweza kataa. Lakini maombi yangu ni kwamba kama mlifika pahali ukafanya abortion zikawa zinakusumbua, enda mahali tu ili wale umezaa tuone kama Mungu atakukubalia. Sababu hapa kuna vitu mbili nataka tukubaliane, mtazamaji wangu. Shetani anajua firstborn ulimtoa. Pia mbingu inajua firstborn alitoka. Kwa hivyo hizi falme mbili huwa zinajuana. Ndio nasikia shetani anajua Mungu. Ukiwa mtumishi wa Mungu ufai kujitambulisha kwa shetani. Ukikanyanga mahali tu, mapepo yenyewe, waganga wenyewe, devil worshiper wanafaa wachanganyikiwe. Waanze kuchanganyikiwa wenyewe. Kwa sababu kuzimu kunajua Mungu. Otherwise kuzimu kunaelewa Mungu ni nani. Mapepo zinajua. Unasikia vile wanaambia wanasikia. Yesu namjua na Paulo namfahamu. Lakini nyinyi ni akina nani? Hizi falme mbili zinajuana. Ufalme wa Mungu unajua wa shetani. Nao wa shetani unajua wa Mungu. Ukienda mahali ukiwa na Mungu, kama ni watu wana mapepo, zitaanza kuongea zenyewe. Sababu ule ufalme umekuja, wanauelewa ni ufalme upi. Ni kama vile unaona mwizi akiona askari ama akiona bunduki, anaanza kutetemeka. Kwa sababu ile roho iko ndani yake, iko na uoga. Kwa yale mambo anafanya, ameona ni kama amehukumiwa. Anakuja kushikwa. Turudi kwa point. Firstborn. Bwana akasema nitengee mzaliwa wa kwanza. Sinunua ng'ombe ikakufa. Wache nisaidiane leo. Nikusaidie na unisaidie. Sinunua ng'ombe ikakufa. Ukanunua mbuzi ikakufa. Ukanunua ng'ombe zikakufa. Kitu gani kilikufa? Tufanye hivi kano na maombi, kano na kuiombea. Kano na kwamba tutaiombea, mtazamaji wangu. Kano na kwamba tutaiombea. Ndio sasa. Kano na kwamba tutaiombea. Tufanye hivi. Tuelewe hivi. Firstborn tunadaiwa na Mungu. Tunadaiwa na Mungu. Anasema kila mbuzi, kila mwana kondoo. Na inasemekana mbuzi kondoo wa kwanza msimunyoe manyoya na aache pale. Kondoo wa kwanza msimkate manyoya, aache pale. Mtazamaji wangu.
Kwa hivyo Mungu akubariki. Hiyo ni laana ya Mungu. Bwana akapita katika nchi ya Misri, akapiga mzaliwa wa kwanza mpaka wa mtu aliyefungwa pale rumande. Hakuna nyumba ambayo iko na. Unajua Waisraeli wakitoka Misri, wa Misri walikuwa wanafanya mazishi, maombolezo. Kama ni mtu heshima, walitafuta watu wa kumuimbia. Kama ni mtu hivi hivi, in short walikuwa wanafanya mazishi. Na ndio naona poleni sana wale walipoteza firstborn. Hapo ndio nguvu ya Mungu ilikuwa. Na ndio naona firstborn wengi waangalie kama wanaendelea vizuri. Vibaya kwa sababu gani? Wazazi wako wa dedicate katika madhabahu. Na huyo ndiye akona mlango. Huyo firstborn akifika kwa madhabahu yana mlango wa Mungu. Otherwise hao wengine watabarikiwa kwa sababu ya firstborn. Hao wengine watabarikiwa kwa sababu ya firstborn. Kwa sababu ya kufika madhabahuni, baraka zipo. Na ndio naona tunaangalia namna hiyo. Kwa hivyo maandiko yanasema hivi. Ana akamleta Samueli. Na tusome maandiko vizuri, tuache uongo. Na wahubiri tuongeeni kweli. Tusaidie hawa watu wa Mungu. Kama ni mtu anataka kutoa sadaka, angalie maandiko vizuri. Kama ni sadaka ya aina hii ilitolewa aina gani? Sasa tukimwambia aende tafute na asaidiki, what for? Kama ni kupeleka firstborn, angalia maandiko. Ana alipeleka Samueli na nini? Utaenda Samueli wa pili. Usome Samueli wa kwanza, Samueli wa pili. Ili tuongee kweli. Ni kwa nini tunashindwa vita? Ni kwa sababu hatutimisi maandiko vile maandiko yanasema. Mbona hatuna nguvu za Mungu? Abraham ilibidi afanye ibada. Angalia mtazamaji wangu. Ili akomboe kile kizazi kinakuja. Hata walipokuwa Misri otherwise hawakukumbuka sababu ya mambo yao. Mungu alikumbuka agano lake alilolifanya na Abraham na Isaac na Jacob. Wahubiri tuongeeni kweli, tuache njaa. Tuambie watu kweli. Hii sadaka, hii hali yahitaji sadaka ya aina hii. Mwambie kweli akatae ama aende. Tuongee kweli. Ndio mnaona watu wamekataa kanisa. Sababu ametoa sadaka na hajaona mafanikio. Sababu hakuambiwa kweli. Soma vizuri. Kama ni habari ya kuvunja madhabahu, angalia kule Mungu aliongea na watumishi wavunje madhabahu. Angalia walitoa nini. Tuongeeni kweli. Walitoa nini? Ni nini walitoa? Waliitishwa na Mungu nini? Sababu hakuna madhabahu ilivunjwa na pesa. Sikatai, pesa si mbaya. Msinigonge mawe kwa hiyo. Pesa si mbaya mtazamaji. Hakuna madhabahu ilivunjwa na pesa. Hapa chini ya jua, hata kwa maandiko, madhabahu yote ilivunjwa na mnyama ambaye akona damu, ng'ombe, kondoo ama mbuzi. Hiyo ndio ilikuwa kuvunja madhabahu kulingana na maandiko matakatifu. Ilikuwa wapi? Alileta 20,000, leta 20,000, leta 5,000. Wapi? Why? Biblia gani? Hiyo ni uongo. Tuongeeni kweli. Saa zingine tuongee kweli, watazama nini? Wahubiri wa Mungu. Hao watu wamepotea kwa sababu wale watu wanawaelezea ni watu tuko na njaa. Saa zingine mtatuelewa, saa zingine ni njaa. Ni njaa. Kwa hivyo wewe ni upeleke chakula kanisani kwako. Tuache kuacha mapasta na njaa. Sasa pasta akishikwa na njaa atahubiri kila mahubiri tu. Akishikwa na njaa ataleta kila mahubiri tu. Tuangalie uhubiri wa shibe. Mtazamaji wangu wewe unaoniangalia, unashiriki wapi wewe? Pasta wako ameshiba? Ameshiba pasta wako. Maana kama hajashiba ataleta mahubiri ya njaa. Na kama hajashiba akianza kuhubiri ni mawe atakuwa anaachilia. Atakuwa na wagonga na mawe. Ni laana ataachilia. Tuangalie uhubiri wa shibe ili walete ujumbe wa kweli. Na sisi wahubiri tusiangalie mambo ya tumbo. Tuangalie kule tumeitwa. Kule tumeitwa. Tusiangalie tumbo. Tuangalie kile tumeitwa. Walete wasipolete Yesu ni Bwana. Elijah alilishwa na kunguru. Na mhubiri usipigie watu magoti ili wakulishe. Kama wanaleta sawa, wasipoleta shinyo wao ndio wanahangaika. Mungu wa Elijah aliyekuita atakulisha na atakuongoza kwa njia zake kama alivyosema. Kwa hivyo tuongeeni kweli. Tuongeeni kweli. Tusaidie kizazi. Kizazi kimekosa mafundisho. Tumekosa mafundisho. Tumekosa kufundishwa. Tumekosa kufundishwa. Twende kitabu cha Samueli wa kwanza. Kama ni mtu ametoka kwa ndoa, aambiwa asiingie kwa ndoa nyingine kabla hajashughulikia ile ndoa ya kwanza. Aambiwa kweli. Aache kanisa lakini aende na ukweli.
Usijiingize kwa ndoa ya pili kama ya kwanza ya pili imevunjika. Kwanza tafuta Mungu, ujue wewe ndio umepotea njia ama ni nini mbaya inakukula. Lakini utaona ya kwanza imevunjika, ya pili na bado kwa ya saba, my friend, itakaa. Ndio unaona, kwa sababu au kupata mtu wa kukwambia kweli, ndio unaona unahangaika sasa. Ukapata watoto na ile kuhangaika, unajua mtu akihangaika anaishi maisha ya kuhangaika, anazaa kwa kuhangaika, na si wewe, anazaa kuhangaika, watoto wakiwa wazima bado wanaanza kumhangaisha. Sasa atapeleka kaburi na watoto. Huyu anaiba, huyu naye anafanya hii, huyu anafanya hii. Pressure ya watoto itakupeleka kaburini. Kwa sababu gani? Hiyo roho ungeshughulikia kabla hujaingia kwa ndoa, ingeondoka. Lakini huku ana hiyo nafasi. Na wale hamkupata mafundisho, Mungu awabariki na nipoleni sana. Wale hamkujua kweli, hiyo ndio kweli ya Mungu. Kwa hivyo tuongeeni kweli, tusaidie hiki kizazi kinakuja. Hiki kizazi kinakuja kinahitaji maandiko. Wafundishe madhabahu ni nini? Wafundishe asiende na miniskirt kwa kanisani. Usikuje kucheza na miniskirt kwa madhabahu. Usivae nguo zinaamusha muamusho wa mapepo kwa kanisa. Usivae nguo za kuleta umalaya kanisani. Vaa nguo ambayo ni ya kuheshimu Mungu. Mbona kwa mazishi ya mvangi hiyo? Mbona kwa matanga tuvaa hivyo? Unavaa nzuri? Mbona kwa hizi masherehe juni za nyumbani atuvaa hivyo? Unajua mavazi yako ndio itakuunganisha. Mavazi yako ndio itakupa heshima ya kwanza ya malaika. Na ukiingia kama ni mlango wa kanisa, mtazamaji, mavazi ile umevaa, malaika watakukubalia tu, ibada yako ikubalike. Lakini kama mavazi itakataliwa pale kwa mlango, wala malaika wa pale wa ibada watakataa mavazi yako, ibada yako utakuwa tu unasikia unachoka kanisani, kwa sababu malaika wa ibada walikataa mavazi yako. Otherwise ulivaa mavazi ya dhambi. Watu waambiwe waache dhambi. Kanisa, wachungaji, tukemeeni dhambi. Ni heri sadaka ishe ama ipungue, lakini tukemee dhambi. Watu waonywe, watakufa, mtakufa na dhambi. Watu waelezewe watakufa. Dhambi itakuua. Mama za watu watakuua kama utachange. Msichana watu nakulipia nyumba kila mwezi. Utaona tu. Ngoje utaona. Kifo. Kile kilio cha ile familia kitakupeleka kaburini kama utatubu na kuacha. Watu waelezewe kweli, waende mbinguni. Kanisa tumeibadilisha, imekuwa mungiki. Imeharibika. Sasa mapasa tuongei kweli juu sadaka. Si mkose kutoa na niende nyumbani. Otherwise, muende na ukweli wa Mungu. Msitoe, lakini tuende na ukweli wa Mungu. Utoke hapa ukijua ni kaburi na kugojea. Utoke hapa ukijua hiyo dhambi itakuua. Wazee watu watakuua. Wamama watu watakuua, wasichana watakuua. Hiyo ndio ukweli wa Mungu. Hiyo ndio ukweli wa kanisa. Sababu wakati tuliacha kuongea kweli ndio kanisa imekuwa najis. Wakati tuliacha kuongea kweli kanisa imeisha. Mshahara wa dhambi, ninakutuma ukasoma Warumi. 6:23 inasemaje? Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna dhambi inaenda mbinguni. Kwa hivyo watu waelezewe kweli. Kama unakuja kuabudu, angalia mavazi yako, unavaa namna gani? Huwezi vaa takataka na unakuja kuabudu Mungu. Wewe enda baa. Hiyo ni mavazi ya baa. Tuheshimu ule Mungu hata kama unakuwa na kiburi kiwango gani. Tuheshimu huyu Mungu hata kama ni mwenye pesa duniani. Tuheshimu Mungu. Pesa hakuna mahali itakupeleka, maana yake faida mwisho wa pesa ni futi 6. Utalala nitalala. Hata kaburi ikorogewe, ikose kukorogewa, sote tumelala. Hakuna aliyelala akicheka, sote tumeondoka. Na hiyo ndio ukweli wa Mungu. Kwa hivyo tuongeeni kweli ili tusaidie kizazi. Tuongee kweli, tusaidie kizazi. Iki maana kinapotea. Wana wao kwa wao. Jesus. Sodoma na Gomora imeingia. Na hiyo hayumi kanisa. Watu wanafanya lesbian na wagopo. Wanaume wanaona wako wao. Na Jumapili watu wa kanisani. Na hizo dhambi kama zingekemewa, watu wangerekebika. Lakini kama tutaonya watu uovu wao. Ezekiel anaambiwa na Mungu, nimekuweka kama mlinzi kwa Israeli. Nikiambia mtu atakufa na ukose kumwambia, hiyo damu utalipia. Lakini nikikuambia ambia mtu atakufa na aende kumwambia atakufa, sasa hiyo damu akifa, hiyo lawama sitakuhesabia. Hiyo damu itakuwa kwa mikono yako.
Kwa hivyo tuongeeni kweli, tusaidie watoto. Tuongeeni kweli, tusaidie wale watu wanakuja. Na Mungu akubariki sana. Hiyo ndio kweli. Usinichukia sababu ya kweli. Kweli nipende tu ili tusaidie miaka ijayo. Kitabu cha Samueli wa kwanza, mtazamaji wangu pote ulipo, na Mungu akubariki. Samueli wa kwanza 21 chapter 121. Chapter 1 verse Samuel chapter 21. Kisha yule mtu Elikana na watu wote wa nyumbani mwake. Tarudia. Kisha yule mtu Elikana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Bali Ana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoazishwa maziwa, hapo ndipo sitakwea pamoja hata mtoto wangu atakapoazishwa maziwa, na hapo ndipo nitakapomletea ili nihudhurie mbele za Bwana akae huko daima. Elikana mumewe akamwambia, haya, fanya uonavyo vyema, ugoje hata atakapoazishwa maziwa. Bwana na alithibitishe neno lake tu. Bali yule mwanamke akagoja, akamnyonyesha mtoto wake hata akamwazisha maziwa. Naye alipokuwa amekwisha kumwazisha maziwa, akamchukua pamoja naye ng'ombe 3 na ive 1 na unga na chupa ya divai, akamletea nyumbani mwa Bwana huko Shilo. Na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Nao wakachinja huko ng'ombe wakamleta mtoto kwa Elikana. Akasema, Bwana wangu, kama uishivyo roho yangu, Bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimwomba Bwana, naliomba anipe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo nami nimempa Bwana mtoto huyu. Wakati wote atakayekuwa hai apewe Bwana. Naye akamwabudu Bwana huko. Tunazungumzia firstborn. Akachukua ng'ombe 3 akapeleka firstborn mbele ya madhabahu. Kwa hivyo hapo ndipo tuliangukia, ni kwa sababu mimi na wewe. Sasa mimi sikuchukulii makosa, na mimi pia sichukulii makosa. Sababu wale tulipata huenda wako kutufundisha hivyo, lakini hiyo ndio ukweli. Firstborn asipofika mbele za Bwana mtalia miaka yote. Na ndio naona Yesu anaambia mitume, nyumba yote mtakaoingia, kama ile nyumba patakuwa na mwana wa amani yenu ijilie ile nyumba. Lakini kama amani yenu kama hapata kuwa na mwana wa amani yenu itawarudia nyinyi. Kwa hivyo tumeelewa leo baraka ya firstborn. Kitu ya kwanza unapata protection. Nyumba yote waliotoa firstborn walipata protection. Hakuna uchawi, acha nikwambie kweli mtazamaji wangu, hakuna uchawi unaweza penya kwa boma ambayo wametoa mzaliwa wa kwanza. Kwa sababu huo mlango Mungu aliuziba, aliufunika. Mlango ni nini? Firstborn. Na unajua naye shetani alikuwa mbinguni na anajua maandiko. Kwa hivyo anajua nikikamata firstborn, nikiingia tu kwa firstborn, ninaweza nikaroga hii boma, ninaweza nikaharibu hii boma, ninaweza nikavunja hii boma. Ndio naona kila firstborn kama atatunzwa vizuri, ile boma itakuwa imara. Lakini kama firstborn atarushwa kwa pombe, atarushiwa hii, arushiwe hii, ile bomba itakuwa imekotwa, imeshikwa na shetani. Itakuwa kwa mikono ya shetani. Itakuwa imekamatwa na shetani. Itakuwa imeshikwa na shetani. Itaharibiwa kabisa. Mtazamaji wangu. Kwa hivyo tuelewe leo, akifika kwa Bwana ndio
kizazi chako kinabarikiwa, ndio unapata uzao mwingine, ndio Mungu anabariki wale wengine. Otherwise nimekataa na mtoto wa Mungu, wewe umekataa na mtoto wa Mungu. Fanye nini mtazamaji? Okay, wako ni mzima, ameoa, ameolewa na ako kwake. Na uwezi hivyo kumtupa pale umwambie, "Tena nimekupeleka kanisani kufanya firstborn." Kwa hivyo kile utafanya tu ni kumtolea sadaka. Na hata unaweza mpigia simu tu na umlete tu. Mwambie nakulete hapa katika nyumba ya Bwana. Kama atakubali. Otherwise kama atakubali utaongea na kuhani wako. Yuko na mtu mzima na amekataa kanisa. Sasa kuhani atakuelekeza vile Biblia itasema. Hiyo ndio ukweli wa Mungu. Mtoto wa kwanza si wako. Kwa hivyo ukianza kuhesabu watoto, anza kuhesabu kutoka namba 2. Hao ndio wako. Ndio kaona Ana akamlete Samueli mbele ya Eli. Akamtumikia mtoto, akatumikia Bwana. Na Bwana akambariki zaidi kwa ajili ya mtoto. Kwa hivyo tumeelewa leo baraka hapo ndio imejifunia. Kwa sababu unajua nimepata watu wengi wakiniuliza hivi, ama ukijiuliza mtazamaji wangu, ni kwa nini tukiokoka tu tunakamatwa na wachawi? Mchawi hata tukamata hivyo ama shetani. Kitu ya kwanza kuna kile kinaitwa kiroho, lazima waangalie. Huwezi ukaroga na mtu kabla hajakuangalia. Kitu gani kinaangalia yangu? Mimi maoni yangu si ya Biblia, ni maoni yangu. Kile kinaangalia yangu ni kwa sababu ufalme wa shetani mmoja. Huwa wanaangalia kama hii boma imelindwa na Mungu, iko na protection ya Mungu. Wakipata hii boma haiko na protection ya Mungu ama Mungu hajailinda, sasa pale watapata mlango. Nani anaweza kuwa mlinzi kwa hii boma? Kama firstborn atakuwa ametolewa, boma itaachiliwa malaika walinde ile boma. Kwa hivyo wachawi wako sure 100% hatujalete firstborn kwa Bwana. Hapo ndio wanapata mlango. Maoni yangu si ya Biblia. Hapo ndio wanapata mlango wa kuingilia pale. Tusome kitabu cha Luka mtazamaji, ili tumalizie maandiko yetu ya leo, na Mungu aweze kukubariki sana 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 sana. The book of Luke, Luka chapter 2 verse 22 inasema hivi mtazamaji wangu. Biblia inaniambia hivi, Luka chapter 2 verse 22. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyokuwa desturi ya Musa alikwenda naye hata Yerusalemu, wakamweka kwa Bwana, na kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyekifungua mimba ya mamae na ataitwa mtakatifu wa Bwana. Wakatoa na sadaka kama ilivyoamriwa katika sheria ya Bwana, ua wawili na maakida wawili. Na tazama pale Yerusalemu, tufika hapo tu. Kwa hivyo wakamlete firstborn katika nyumba ya Bwana. Sasa tumeelewa leo firstborn ni wa baraka. Kwa hivyo kama tutatoa firstborn utabarikiwa. Hata wanyama wako, ng'ombe wako, wacha ulete maziwa kanisani. Ng'ombe izangi maziwa. Tuache uongo. Ukweli wa Mungu, Biblia inafuata kweli. Na hakuna siku Biblia itaacha. Hakuna siku Biblia itaacha kweli yake. Hakuna siku Biblia itaacha kweli yake. Biblia itafuata kweli ya Mungu. Na ndio naona shetani ataweza watu kama hatutashika Biblia vile Biblia inasema. Biblia kama ni kweli na sisi tutimize maandiko vile inasema. Maandiko vile inatuambia tuyatimize na tuweze kubarikiwa. Exodus 13, zarudi pale tulianzia tu. Musa akawaambia hawa watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka Musa akawaambia hawa watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa,
kwa kuwa Bwana aliwatoa mahala hapa kwa nguvu zake, kwa nguvu za mkono wake, na lisiliwe. Sababu ya muda nitarukaruka. 11:11 itakuwa hapo Bwana atakapo kuleta katika nchi ya Wakanaani kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa, ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye mzaliwa wa wanyama, mzaliwa na wanyama wa kiume watakuwa ni wa Bwana. 13 Kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwanakondoo. Kama hamtaki kumkomboa, utamvunja shingo. Na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Kisha itakuwa hapo wanao, tufike hapo tu mtazamaji. Kwa hivyo hapo kuna mahali nimeruka kidogo. Sasa hapa tumeingia kwa wanyama. Kuna vitu ziko hapa ambao hazijaidhinishwa katika baraka. Paka ni wa mwanadamu, si wa Mungu. Hakuna siku utasikia Biblia ikitaja paka na mbwa. Watu hizo vitu unazikomboa. Sababu si vitu safi. Unasikia kama punda utamtolea kondoo, na kama utamtolea kondoo utamvunja shingo. Kwa hivyo mbwa, paka ni wako, utawakomboa. Ndio unaona mara nyingi sana hizi mapaka zinaweza tumika kuwekwa maroho, ama hizi mbwa ziwekwa mapepo na wanadamu, kwa sababu ni vitu chafu, asikuhesabiwa kwa habari ya baraka. Kile kimehesabiwa ni ng'ombe, mbuzi na kondoo na kuku amehesabiwa, lakini mbwa, paka asijahesabiwa. Kwa hizo ziko kwa hanga ya binadamu. Kwa hivyo hizo utazitolea sadaka, ziwe takatifu, mtazamaji wangu. Kwa hivyo lazima tutoe mzaliwa wa kwanza katika Mungu. Mungu akubariki sana na kutendea. Kwa leo naomba nifikie hapo. Mtazamaji, Mungu akubariki na uwe na wiki ya baraka. Leo ni Sunday na kutamkia baraka pale ulipo. Mungu aweze kubariki na kufungulie wiki. Tunaingia Pasaka, naingia Friday, Good Friday tunaanza, na Easter zinabebana zote kabisa. Easter ni Monday. Kwa hivyo muwe na siku ya baraka na weekend ya baraka, na si sherehe za kuharibika, ziwe ni sherehe za kusherekea. Maana kama Wakristo tunasherekea kufufuka kwake Yesu Kristo, na kufufuka kwake Yesu Kristo na mateso ya Kristo kutoka Friday, Saturday mpaka Sunday, hapo tutakuwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo mateso inaanza Friday mpaka saa 9 msalabani. Kwa hivyo hizi weekend tusitumie kama weekend za uharibifu, tutumie kama weekend za kumtumia na kujirudia. Mtazamaji wangu, kujirudia. Kama kuna dhambi imekulemea sasa, hii wakati unaweza ukaiambia ikae masaa, iende mbali sana na wewe. Kama kuna hali nzito imekulemea, Yesu akija kusherekea kufa kwa Yesu Kristo, kwenda msalabani, hiyo roho inafaa ijue kwao, na Yesu atawali katika jina la Yesu. Nataka niombe na wewe. Mungu akubariki na nikuombee baraka za Mungu akutendee mema. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya mtazamaji wangu na muombea baraka na nguvu zako zionekane. Yesu, ukamlinda ukamuongoza, Mungu mwenye rehema. Tumejifunza habari ya firstborn. Baba, onekana na ukaitwa kwa baraka kila jambo, kwa hiyo na ukawape amani. Na tunaelekea Mungu wa majeshi kufuka kwako Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Yesu, tupe nguvu, tupe kushinda majaribu kama amani. Asante kwa kanisa lote duniani ambao inapoingia katika
kusherekea Easter, Mungu wa majeshi, kwa ajili ya kuteswa kwako kwa ajili ya kanisa na kufa kwako msalabani na kufufuka kwako siku ya Sunday. Yesu, tuko tayari kusherekea. Hata mtazamaji wangu pote alipo, ukaapa kusherekea. Kuna wale wamefungiwa, kuna wale wagonjwa, kuna wale wana shida mbalimbali, kuna wale ambao hawajihizi vizuri. Mungu wa majeshi, naombea kibali chako Yesu Kristo, nguvu zako za kufufuka kwako zikawafungue, zikawalete karibu na mwangaza, zikawalete karibu na kanisa, zikawalete karibu na kujua ukweli wako, Mungu mwenye rehema, katika jina la Yesu Kristo. Waliyefungwa wote wakafunguliwe, madhabahu zilizowakalia zikatoke. Baba, naomba baraka, naomba ushindi, neema yako itembee. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya mtazamaji, naomba baraka zako zitakuwa juu ya maisha yake. Walio wagonjwa wapate uponyaji, wale ambao wamefungua njia, natamka mjina yako ikafunguke. Wale ambao wamekamata na mapepo, natabiria mapepo kutoka kuachilia watu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, mbariki na ukampe neema. Asante Kristo kwa ibada ya leo, tuomba baraka wewe na ukape amani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, 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 amen. Kwa hivyo Mungu akubariki na kutendee mema. Uko pale na hujaokoka, unatamani kuokoka, unatamani kupatia Yesu maisha yako, nafasi ni sasa. Na kama si sasa hivi, kuja kwa Yesu atutu. Maandiko yanasema kitabu cha Ufunuo, nikaona kitabu kimefunguliwa. Iwapo jina lako halikuonekana kwa kile kitabu, ulitupwa katika ile ziwa liwakao moto. Simpatie Yesu maisha yako. Haijalishi dhambi imekufikisha wapi. Yesu akishaingia kwa mtu ya kale anaisha. Sasa tunayanga. Kama uko pale unatamani kuokoka, rudi maombi, sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nakupenda, nisamehe dhambi na makosa yangu. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti na uniandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Kutoka leo nimeokoka. Yesu Kristo, unibariki na unipe amani. Amen. Amen. Kama umeomba hiyo ombi tayari, wewe ni ndugu, wewe ni dada, shetani asikuzuie, shetani asikushike. Sasa usikumike tena na usirudie dhambi. Mambo matatu: soma Biblia, omba kila wakati. Kama una kanisa, tafuta kanisa, sababu pale tumefuta jina ni duniani, huwezi kurudi kule. Jina ishatoka kwa kilabu, ishatoka kwa bar, ishatoka kwa ukahaba, ishatoka kwa wizi. Ni jina yako walitumia, maana yake jina inaweza beba spirit. Ndio unaona watu wale wengine wanakuita majina na wasumbua, sababu hiyo jina ilikuwa na madhabahu. Kwa Mungu akubariki na kutendea mema. Wacha nikuombee maombi tu, usimame katika wokovu. Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya mtazamaji ambaye ameomba maombi ya toba, Baba namwombea kusimama, tenganisha na tamaa, namwombea tamaa zikashindwe, roho zote za ulimwengu za dunia zinishikamate. Yesu, tunamuonee huruma na afurahia wokovu wako. Asante Kristo, muongoze kanisani, muongoze kwa maombi, muongoze kwa kusoma Biblia na uwezo kuonekane katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen. Kwa Mungu akubariki na kutendea mema. Vile vile nashukuru kwa wale watu ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi hiki. Mungu akubariki unaposhare, like na kucomment na kufollow. Mungu akubariki na kutendea mema. Vile vile share kwa wenzako tu, ili injili iweze kufikia watu wengi. Hiyo ndiyo njia tunaweza pata watu wengi wamejua ukweli, sababu ule ukweli umejua, wacha pia mwingine ajue na mwingine pia ajue. Si uko na rafiki yeye, si ushare kwake na wewe pia ushare kwake na mwingine pia share kwake, ili tuweze kufikia kule Yesu alituambia tupeleke habari njema. Kwa hivyo Bwana akubariki na kutendea mema. Vile vile mahubiri unaweza kuyapata kwa YouTube. Manake unaingia kwa TikTok, baadaye inatuma kwa YouTube. Na kama wewe ni mgeni na umeyaona kwa TikTok na ujui vile unaweza ingia pale kwa YouTube, hiyo jina iko hapo tu, tumia hiyo jina, ndio account inaweza kupeleka kwa YouTube. Utaona mahubiri pale kutoka last year, yale mahubiri tumeweka pale. Kwa hivyo huwa tunatuma kwa TikTok, baadaye tunatuma kwa YouTube. Kwa hivyo kama ungetamani kuingia kwa YouTube, hiyo jina iko pale tu, ndio account, utaingia kwa YouTube. Pia ukienda pale, share, follow, comment, na Mungu akubariki na kutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo hiyo jina tu, tumia hiyo jina tu, ingia pale, utapata mahubiri, follow, share,
like na ucomment, na Mungu akubariki na akutendee mema. Na huwa ninaombea wale watu ambao unanifuatilia. Kwa hivyo acha niombe dakika moja tu. Sinahitaji baraka pia. Hata kama si mimi si pastor hapa, sinahitaji baraka. Sote nikubarikishe na Mungu akutendee mema. Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya wote wanaotufuatilia katika mitandao, Baba naombea rehema na kibali kushindi. Wabariki ukape neema yako. Ushindi wako onekane na ukati wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo Mungu akubariki unaposhare, kulike na kucomment na kufollow. Mungu akubariki. Hadi wakati mwingine, neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Amen. Amen.